Biwi la simanzi na huzuni limetanda katika makaburi ya Mbaraki miongoni mwa ndugu, jamaa na marafiki wake marehemu Bob Andrew Ochieng, mtoto mwenye umri wa miaka 5 ambaye alikumbana na mauti yake ya ghafla alipokuwa akivuka barabara Mishomoroni karibu na steji ya Kadongo. Nimetoka, nimeenda kutafuta kwa mambo ya tumbo. Nikirudi tu, mtoto nilikuwa naye vizuri. Kwa shida naye vizuri, tukalala vizuri. Hata nikamwacha kama analala, mimi nikitoka nikaenda zangu tafuta mambo ya biashara. Niliporudi ndio nikasikia kwamba huyo mtoto wetu amfanya nini? Amegongwa na lori. Wakati nilisikia habari ya hiki mtoto wangu, sikuwa karibu, nilikuwa nimeenda Matanga. Wakati narudi zangu nimefika Nairobi, nikapata habari kuhusu kifo cha mtoto. Hichi kifo cha mtoto wangu kilinihuzunisha tena sana. Mimi nilipokea ujumbe ulikuwa wanaenda kucheza mpira kiwanjani. Marehemu Bob alikumbana na ajali hiyo Agosti 8 mwaka huu baada ya lori la kubeba mizigo lililotoka upande wa mwisho wa lami likielekea mjini lilipoteza mwelekeo na kisha kumgonga, jambo ambalo lilizua hasira za wananchi waliomshambulia dereva na taniboi, ila dereva katorokea hadi kituo cha polisi cha Mjambere. Mnamo hiyo tarehe 8 mwezi wa 8 ambayo ilikuwa siku ya Jumamosi, nilikuwa nimesimama karibu na mlango ya duka. Nimetoka kununua maziwa, lakini ghafla nikaona lori tu, sikuona mtoto kwa macho, maana mtoto bado ni mdogo. Sasa niliona tu lori kidogo ikashika brake mara moja na ikaingia kwa mtoto kidogo. Nikasikia watu wanasema ameua. Sasa wakati bado watu wanaanza kujaa hapo, dereva wa lori akaanza kusukuma akaanza kuendesha hii lori kutoa pale kusongeza mbele kidogo. Alipoona ghadhabu ya watu inapanda, akaamua kushuka na kutoroka. Kulingana na wakazi wa eneo la Mishomoroni, eneo hilo la ajali limetajwa kuwa hatari kwa watembea kwa miguu. Hii ni kutokana na ajali za mara kwa mara ambazo hazijachukuliwa kwa umakini mkubwa na serikali. Ile barabara yetu ya Mishomoroni pale mahali si pazuri. Ile mahali pako careless sana na pana mahali tumalizia watoto zaidi. Vifo ni vingi hapa. Si huyu mtoto peke yake. Kuwatokea vifo kila wakati, kuwatokea vifo hapa mahali. Hapo maafa ishatokezea sana. Inaitwa black spot Mshomoroni. Hapo ni black spot. Ishaua watu wengi sana. Na isipowekwa bumps hapo ama zebra crossing na taa, bado tutazidi kuzika mwaka mwezi hivyo. Aidha, serikali kuu pamoja na ile ya kaunti zimeomba kuongeza matuta, kufanya msako wa magari mabovu, kukamatwa kwa madereva walevi wa Mishomoroni na maafisa wa trafiki kuendelea kushika doria katika barabara hiyo. Tunaomba hao wajenzi wa barabara watuwekee bumps, manake kama kungekuwa kuna bumps hapa kama 3, huyu mtoto angeokoa maisha. Lakini katika hili eneo letu barabara zimejengwa lakini hakuna bumps. Tunaomba serikali pia iangalie mambo ya barabara, watu wawekewe bumps. Mimi ningeomba hapo mahali huyo mtoto alipata ajali tuwekewe bumps. Manake ajali zafanyika sana hapo mahali. Ningeomba serikali watuwekee bumps hapo mahali. Watu wengi wameumia kwa hiyo barabara. Seme changamoto nyingi huko hizo area zetu. Kwanza madereva wa kwetu walevi sana, walevi wachanga, wako rough. Sasa tungeomba tuwekewe hizo bumps, na polisi hawa ni traffic naonaga wako, lakini sioni kama kuna kazi wanafanya, kwa sababu kama dereva ni mlevi na anapeleka gari na traffic wako, kazi yao ni nini? David Lukoe, Runinga Pazuri kutoka kaunti ya Mombasa.